Asante waheshimiwa wabunge, tunaendelea swali linalofuata. Mheshimiwa Laurent Kiombo, mbunge wa Nkenge, sasa aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba swali langu namba 391 kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Nkenge ambalo sasa hivi linajulikana kama jimbo la Misenyi lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2024-2025 serikali imetenga shilingi bilioni 53.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya kwenye kata 214 za kimkakati, ambapo kila kituo kitapokea shilingi milioni 250. Katika jimbo la Nkenge, fedha hizo zitapelekwa katika kata ya Mutuluka. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kata za kimkakati na zitakazokidhi vigezo kote nchini, zikiwemo kata za halmashauri ya Misenyi. Mheshimiwa Laurent Kiombo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nitoe salamu za pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli pamoja na kuomba maombi haya ya vituo hivi, lakini tayari fedha za kujenga kituo cha afya cha Mtukura tumeshazipokea na ujenzi unaanza, na Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo hilo litajenga kituo hicho ambacho ni cha kimkakati, kitasaidia kata ya Minziro pamoja na Mtukura yenyewe. Maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndani ya kata nilizotaja hapa, kata Ruzinga ambayo ina vijiji viwili lakini na wananchi wenye mwamko mkubwa wa kuchangia maendeleo, na wananchi hao wameshaanza kujenga kituo cha afya kwa fedha zao, na mbunge nimeshawapelekea mifuko 100 ya simenti, ujenzi unaendelea. Je, sasa lini serikali itawaunga mkono kwa kupelekea fedha ili waweze kukamilisha kituo hicho? Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kata hizi ambazo nimetaja ni kata zote za kimkakati, Kilimilile pamoja na Mabale, lakini Buyango, Kitobo, Bugandika, Mwisha na Bugorora ni maeneo ambayo yanahitaji vituo vya afya. Je, ni nini neno la faraja la serikali ili wananchi hao waweze kupata vituo vya afya na kuleta msawazo mzuri wa huduma za afya ndani ya jimbo la Misenyi? Asante Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Laurent Kiombo amekuwa akifanya ufuatiliaji wa karibu sana wa kuhakikisha kwamba sekta ya afya msingi katika jimbo lake inaendelea kuhudumiwa na kuimarika. Na ni dhahiri wana Misenyi, wana Nkenge wanafahamu kwamba tayari kilio chao ambacho Mheshimiwa mbunge alikiwasilisha kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan cha kuomba fedha kwa ajili ya kuanza kujenga kituo cha afya cha kimkakati katika jimbo la Misenyi tayari amekisikia, na ndio maana zimeteremka milioni 250 kwa ajili ya kuanza kazi hiyo. Kwa hiyo naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kwanza nianze pia kwa kuwapongeza wananchi wake kwa maana wamehamasika, tayari wametafuta rasilimali fedha na nguvu zao na kuanza kujenga kituo cha afya kingine. Serikali tayari imeleta milioni 250 kwa ajili ya kituo hichi cha mkakati katika kata ya Mutuluka, na kwenye kata hii nyingine ambayo wananchi tayari wameanza kuhamasika, serikali itatafuta fedha na kuhakikisha inakuja kuunga mkono jitihada hizo, na fedha zitatafutwa kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia serikali kuu itaunga mkono jitihada hizo ili jitihada hizi za wananchi zisipotee na hichi kituo cha afya kijengwe, kikamilike na kiweze kutoa huduma za afya bora kabisa. Na kuhusiana na hoja ya Mheshimiwa mbunge kwenye kata nyingine, serikali itaendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba inafikia kata mbalimbali za kimkakati na kuzijengea vituo hivi vya afya ili viweze kuwanufaisha wananchi wapate huduma bora zaidi za afya msingi. Kwa hiyo naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu na itafika kwenye kata hizi ulizozitaja kwa ajili ya kujenga vituo vya afya, wananchi waweze kupata huduma bora ya afya msingi katika jimbo lako. Mheshimiwa